Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Mjumbe wa ikulu wa Marekani kwa masuala Mashariki ya Kati Steve Witkoff amewaambia wabunge wa chama tawala nchini Marekani Republican kuwa Iran inaweza kufanya mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kutokea endapo Israel itashambulia kwa mabomu vituo vyake vya nyuklia. Hii ni kulingana na afisa mmoja wa ikulu ya White House anayefahamu jambo hilo, shirika la habari la Axios limeripoti. Duru zinaarifu kuwa Israel inajiandaa kushambulia Iran muda wote kutoka sasa endapo juhudi za kidiplomasia za Marekani za kushawishi dola hiyo ya Uajemi kuacha urutubishaji wa madini ya Iran itakapofeli. Akielezea madhara yatakayosababishwa na hatua hiyo ya Israel, Witkoff amesema mashambulizi ya Iran yanaweza kuelemea ulinzi wa Israel na kuleta madhara makubwa zaidi huko Tel Aviv. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilisema hiyo juzi endapo itashambuliwa, basi nayo itashambulia kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, hali iliyopelekea Marekani kuanza kuondoa na diplomasia na familia zake katika kambi ambazo zitakuwa hatarini kushambuliwa na Iran. Duru ya mwisho wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani itakuwa ni siku ya Jumapili huko nchini Oman, na inaelezwa kuwa jeshi la Israel liko katika hali ya tahadhari na kinachosubiriwa tu ni ruhusa atakayopewa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Marekani Donald Trump. Taarifa za nyuma pazia ambazo Arusha One Radio imezipata ni pamoja na kuwa siku ya Alhamisi iliyopita Witkoff alifanya kikao kizito na baadhi ya maseneta wakubwa wa Republican kuhusu suala la Iran, ambapo aliwaambia Israel imeshaweka mpango wake wa kuishambulia Iran mezani ikiwa hakuna makubaliano yatakofikiwa kati ya Marekani na Iran. Kwa mujibu wa duru, Witkoff amewaeleza pia maseneta hao juu ya uwezo mkubwa wa kijeshi na makombora ya balistiki ya Iran, na anahofu kwamba ulinzi wa anga wa Israel utashindwa kukabiliana na majibu ya Iran. Shirika la ujasusi la Marekani CIA linakadiria kuwa Irani ina makombora zaidi ya 2000 ya ballistic yenye vichwa vinavyoweza kubeba nyuklia. Shirika hilo la ujasusi limeongeza hata zaidi kuwa toka shambulizi la Iran dhidi ya Israeli mnamo Oktoba mwaka 2024, Iran imeongeza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa makombora ballistic hadi makombora 50 kwa kila mwezi. Kwa mujibu wa shirika la ujasusi la CIA, lengo la Iran ni kutengeneza makombora mengi ya ballistic kuliko mifumo ulinzi wa anga ya Israel. Leo Alhamisi, rais wa Iran Dr. Masoud Pezeshkian amesema Iran kamwe haitaacha kurutubisha madini ya Iran kama Rais Trump anavyotaka, akisisitiza kuwa endapo vituo vyetu vya nyuklia vitashambuliwa, basi wajue uwezo huu wa nyuklia upo vichwani mwetu na tutatengeneza vituo vipya. Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC Jenerali Hussein Salami amesema Iran iko tayari kwa ajili ya vita na tayari jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limeshachagua maeneo ya kushambulia, akisisitiza kuwa jibu la Iran kwa shambulio lolote la Israel litakuwa chungu na lenye uharibifu mkubwa zaidi. Katika hatua nyingine, leo Alhamisi jeshi la Iran lilitangaza kuanza kwa mazoezi makali ya kijeshi yanayolingana na vitendo vya adui katika operesheni iliyopewa jina ya Imam Ali bin Abi Talib. Hata na hivyo, duru zinaarifu kuwa baadhi ya maafisa wa Israel wanadai kuwa mashambulizi ya Iran ya mwaka jana yalikuwa na uharibifu mdogo na majeruhi wachache, hivyo inawapa imani kuwa itaweza kukabiliana na mashambulizi kama hayo katika siku zijazo. Cha kuzingatia mpaka sasa ni kuwa mazungumzo ya Jumapili huko Oman kati ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Rais Trump katika masuala Mashariki ya Kati, yanaweza kuamua ikiwa juhudi za kidiplomasia zimeshindwa na kuruhusu operesheni za kijeshi kuanza. Wakati hayo akijiri huko nchini Israel, zaidi ya 51% ya raia wa Israel wanahofu kuanzisha vita na Iran, huku 38% ikidai kuwa haina hofu yoyote na wanalipa baraka jeshi la ulinzi la Israel IDF kuanzisha mashambulizi dhidi ya Tehran. Siku ya Jumatatu, rais wa Marekani Donald Trump alizungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, lakini ikulu ya White House ilitoa maelezo machache kuhusu walichoongea. Siku ya Jumapili, Trump anatazamiwa kufanya kikao kizito na maafisa wake wa usalama wa taifa huko Camp David. Wakati hayo akijiri, Urusi kwa mara ya kwanza imepeleka mifumo ulinzi wa anga ya Pantsir-51 huko nchini Iran. Pamoja na hayo, jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran imevujisha data zinazoonyesha jinsi mkurugenzi wa wakala wa atomic Rafael Gross alivyokuwa akivujisha taarifa za mazungumzo kati ya Iran na wakala huo kwa taifa la Israel.
Na wakati hayo akijiri, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump katika eneo la Mashariki ya Kati Bwana Steve Witkoff amesema Rais Donald Trump anaweza kuhudumu kama rais wa Marekani na waziri mkuu wa Israeli kwa wakati mmoja. Matamshi hayo ya Witkoff yakija wakati huu ambapo kuna mgawanyiko mkubwa kati ya Rais Trump na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Akizungumza katika hafla uchangiaji wa fedha kwa ajili ya kikundi cha dharura cha United Health mjini New York, Witkoff alimtaja Rais Trump kama rafiki mkubwa kwa Wayahudi. Sio kama heshimu waziri mkuu Netanyahu, lakini ukweli ni kwamba Rais Trump anaweza kuwa rais wa kwanza wa Marekani ambaye pia anaweza kuhudumu kama waziri mkuu wa Israel wakati huo huo, Witkoff alisema huku akishangiliwa na hadhira. Mjumbe huyo aliongeza hata zaidi kuwa Marekani na Israel lazima zishirikiane kwa pamoja kuhakikisha Iran haimiliki silaha za nyuklia. Mwaka 2022 Trump alisema anaweza kuwa waziri mkuu wa Israel, kwani katika historia hakuna rais wa Marekani aliyesimama bega kwa bega na taifa hilo la Kizayuni kama yeye alivyofanya. Utawala wa Rais Trump umekuwa na uhusiano mzuri na Israel, lakini sasa inaelezwa ipo misiguano mingi kutokana na tofauti za kisera na Netanyahu kuhusu vita vya Gaza na masuala mengine ya kikanda. Kwa mujibu wa shirika la habari la CNN, Trump amemtaka Netanyahu kukoma mashambulizi huko Gaza na kuacha mpango wake wa kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Mvutano kati ya Trump na bibi Netanyahu umeongezeka hata zaidi baada ya Marekani hivi karibuni kuacha vita na Wahuthi nchini Yemen ambao wamekuwa wakiwaunga mkono Hamas pamoja na kutangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Syria. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema lengo lake kuu ni kusambaratisha kabisa wanamgambo wa Hamas pamoja na kudhibiti ukanda wote wa Gaza baada ya vita kumalizika, huku akikanusha vikali kuvunjika kwa uhusiano wake na utawala wa Marekani. Na tukielekea huko nchini Israeli, ni kuwa rais wa Argentina Javier Milei ametangaza kuwa nchi yake itahamishia ubalozi wake kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem mwaka 2026, huku kiongozi huyo akitangaza uungaji mkono kamili kwa serikali ya Netanyahu inayozidi kupoteza uungaji mkono mkubwa wa kimataifa. Akihutubia bunge la Israel Knesset, Milei amesema Argentina inasimama karibu na watu wa Israel katika siku hizi ngumu. Kwa bahati mbaya, hili aliwezi kusemwa na sehemu kubwa ya jumuiya ya kimataifa inayoongozwa na magaidi, rais huyo Argentina alisema. Kiongozi huyo ambaye anaendelea na ziara yake nchini Israel amesema ataendelea kupaza sauti kuachiwa kwa mateka wa Israel waliotekwa nyara na wanamgambo wa Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Katika hatua nyingine, Milei alimkosoa mwanaharakati wa Uswizi Greta Thunberg ambaye alizuiliwa kuingiza misaada katika ukanda wa Gaza na kufukuzwa na serikali ya Israel. Thunberg alitaka kupata umaarufu kwenye vyombo vya habari akidai eti ametekwa nyara, ilhali kuna mateka wa kweli chini ya ardhi huko Gaza. Akizungumza kabla hotuba Milei, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema mji wa Jerusalem ambao umekuwa ukizozaniwa na jamii za Waislamu, Wakristo na Wayahudi hautagawanywa tena. Israel iliikalia kimabavu Jerusalem Mashariki kwa mara ya kwanza mwaka 1967 kabla kuinyakua upande mmoja mwaka 1980, hatua iliyopingwa vikali na Umoja wa Mataifa. Na tuhitimishe rubaa za kimataifa kwa kuelekea huko nchini Marekani ambapo waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent amewaonya wabunge wa taifa hilo juu ya athari zinazoweza kutokea endapo vikwazo zaidi vitawekwa dhidi ya taifa la Urusi. Muswada uliopendekezwa na Senator Lindsey Graham unataka kutozwa ushuru wa hadi 500% kwa bidhaa zinazoingia nchini Marekani kutoka katika nchi zinazonunua mafuta na gesi ya Urusi ikiwa Moscow itakata mazungumzo ya amani na Ukraine. Senator Graham pia amependekeza kurekebisha sheria na kusamehe madeni nchi zinazotoa msaada kwa Ukraine. Wakosoaji wameutaja mswada wa seneta huyo kama mpango hatari wa kuitenga Marekani na uchumi wa kimataifa. Mpaka sasa mpango huo umepata uungaji mkono wa maseneta 82 tu. Akizungumza katika kikao cha bunge, waziri huyo wa hazina wa Marekani alisema haungi mkono mswada uliopendekezwa wa kuimarisha vikwazo zaidi dhidi ya Urusi, akiwataka wabunge kuupa nafasi utawala wa Rais Trump kufanya mazungumzo zaidi na Moscow na Kiev. Nahimiza Congress kuendelea kuruhusu utawala huu kuunga mkono mazungumzo, Bessent alisema na kuongeza, dhana kiuchumi inabakia kuwa nyenzo muhimu ya kimkakati ya utawala wa Trump ya kumaliza mizozo, na hazina Marekani iko tayari kuchukua hatua zote kuwezesha amani ya kudumu, Bessent alisema. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Usisahau kusubscribe channel yetu hii ili wa kwanza kupata taarifa pindi tunapoziweka hapa. Jina langu ni Awadhi Rashidi.